Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndiyo leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma na hiki ambacho kiko live mpaka mwisho. Utabarikiwa sana na bado utapata kuelewa siri za ufalme wa Mungu. Ni kweli nyakati tulizonazo hizi ni nyakati za kumjua sana Mungu na kupata nuru na ufahamu, ili parapanda ya mwisho itakapopigwa tuwe na ufahamu na tupate kujua Mwokozi Yesu Kristo alikuja kufanya nini duniani. Leo tunajifunza msingi wa pili wa mwili wa Yesu Kristo. Msingi wa pili wa mwili wa Yesu Kristo ni familia. Familia ni kiungo cha mwili wa Yesu. Tunarejea kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 31 hadi 32, iko wazi sana. Inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Umeona? Hivyo mke na mme kama ni mwili mmoja na mtu mmoja ni mwili wa Yesu, basi kwa maana hiyo familia ni kiungo cha mwili wa Yesu. Kumbuka, hakuna baraka yoyote duniani iliyoshuka bila familia takatifu inayomcha Mungu kwa roho na kweli, na hakuna laana iliyoshuka duniani bila kupitia familia kukataa wito wa Mungu wa kutii sheria yake. Ni kweli baada ya dhambi ya Adamu, familia kama kiungo cha Mungu kilikatika, lakini kwa rehema zake Mungu alikuja kukiunganisha kiungo cha familia kupitia Yesu mpatanishi, kupitia familia ya Yosefu. Hivyo Mungu ameunganika kiroho na familia zote duniani kupitia familia aliyolelewa Yesu ya Yosefu. Kumbuka, familia ya kwanza kuunganishwa na Mungu kama kiungo cha mwili wake ni ya Adamu na Eva. Ilikosa baraka tu kwa muda baada ya kuasi sheria ya Mungu, lakini baraka zote zilirejeshwa tena na Mungu kupitia imani ya Yesu Kristo. Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Umeona? Kwa hiyo familia inapaswa kuwa na umoja katika Kristo kwa kutii agano jipya la Yesu lenye ahadi ya uzima wa milele, ili asiangamie mtu yeyote katika familia na hukumu ya mwisho. Kumbuka, mtu hufa mwili tu, roho haifi.
mwenye dhambi na asiye na dhambi. Kwa mwenye dhambi aliyekataa sheria ya Yesu, roho itaishi milele jehanamu, na kwa mwenye haki katika imani ya Yesu, roho itaishi milele katika mbingu mpya na nchi mpya itakayoumbwa tena na Mungu baada ya hukumu ya mwisho. Tunarejea kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 1 hadi wa 4, inasema: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Umeona, ahadi hii ipo kwa kila familia za makabila yote duniani. Hivyo kila familia kama kiungo cha mwili wa Yesu inapaswa kujitambua kuwa ni sehemu ya kiungo cha mwili wa Yesu na kuiishi sheria ya Yesu kama sehemu ya kiungo cha mwili wa Yesu kwa upendo wa kimungu, ili siku ya mwisho kiungo hiki cha familia kisikatwe na kuangamia jehanamu kwa sababu ya kukosa muunganiko wa utendaji kazi na mwili mzima wa Yesu Kristo. Rejea Mathayo 5 mstari wa 30. Yesu alisema, na mkono wako wa kuume ukikukosesha ukate, utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Alizungumzia habari hii Yesu kwa maana alijua alikuja kupatanisha mtu na Mungu, familia na Mungu, ili kujenga mwili wa Yesu Kristo katika uungu mpya ulio na upendo na utakaso na wenye uzima wa milele. Ombi. Yesu, mpatanishi wa viungo vya mwili na roho, tusaidie watu wako katika mwili na roho, tuunganike na wewe katika pendo lako daima siku zote za uhai wetu. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na familia zote duniani. Amina.